Bonyeza subscribe kisha alama ya kengele itakayokujia. Naam, bana, kuna jambo ambalo nataka tuweze kuzungumzia hapa katika upande wa changamoto katika upande wa uzazi, lakini pia changamoto katika upande wa nguvu za kiume, changamoto katika upande wa ladha tendo, lakini pia kwa namna moja ama nyingine kwa wanawake kuna mambo ambayo yanakuwa kidogo nyinyeti kuzungumza, lakini inabidi tutazungumza kwa sababu mama naye anapenda kile ambacho nakuwa namuuliza ama kutamani kuweza kufahamu juu ya changamoto za watu, basi kiweze kufika kama ambavyo unatakiwa. Kwa hiyo hapo ulipo kwa nami mwanzo mpaka mwisho uweze kufahamu yale ambayo nimeweza kuandalia kwa siku ya leo. Na kama ambavyo nilikuwa nimeahidi toka mwanzo kwamba tutakuwa na vipindi kama hivi ambavyo tutakuwa tunazungumzia changamoto na namna ya kupata tiba kupitia tiba asili, na tunaye mtaalamu mama mganga ambaye Mwenyezi Mungu amzidishie miaka mingi na yenye heri duniani kwa sababu ya kazi ambayo anaifanya, lakini pia moyo wa kuweza kusaidia watu. Kiukweli nazidi kufurahi na nazidi kuwa na amani kubwa sana pale ambapo unakuwa na yeye na pale ambapo unakuwa na watu ambao wanahitaji msaada kutoka kwake. Mimi nakuwa naamini kabisa kwamba changamoto kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu zinakwenda kumalizika. Sasa kuna siku tulizungumza kuhusiana na swala nikianza na nguvu za kiume. Na nguvu za kiume siku nilizungumza kwa haraka sana nikasema kutokana na muda, lakini nataka nichambue kidogo ili tuweze kuelewana vizuri. Kuna watu wengine walinifuata DM na kuweza kuniambia kwamba bado kama umetuacha njia panda, kuna baadhi ya vitu ambavyo hawakuelewa. Sasa tukizungumzia nguvu za kiume ni kushindwa, namna fulani ya kushindwa kuisimamisha mishipa ya kiume ipasavyo. Kwa namna moja ama nyingine ni kwamba mtu anakuwa anakosa uwezo wa kuinua mishipa yake ya uume kwa namna ambavyo inahitajika. Ili uweze kuperform vizuri katika tendo, kwa upande wako wewe mwanaume, lazima mishipa iweze kuwa na nguvu. Iweze kuwa na afya ambayo ikisimama basi inasimama vyema na ina uwezo wa kudumu muda mrefu ikiwa imesimama. Sasa katika ukosefu wa nguvu za kiume kuna namna ambayo mtu anakuwa anakosa. Kuna ile hali ya mishipa kutoweza kusimama vizuri pasavyo, lakini kuna namna ya mtu anasimamisha, lakini ndani ya dakika fulani, sekunde fulani anakuwa anapoteza kabisa uwezo wa kuendelea kusimamisha uume wake. Na hiyo inatokana na namna mbili, aidha katika swala la kibiolojia ama katika swala zima la nguvu hizi za kiza. Kibiolojia najua mtakuwa mmenielewa tayari katika masuala ya vyakula na nini, mambo mengi lakini mimi kwa sababu niko katika swala hili la nguvu za kiza, nataka nidili huku kwa namna moja ama nyingine ili tuweze kuelewana vizuri katika njia hizi. Naposema katika upande wa nguvu za kiume, kukosa uwezo wa kusimamisha mishipa vizuri, mishipa ya uume kusimama vizuri, kukosekana kwa uwezo wa kusimamisha mishipa ya kiume vizuri, katika upande wa sababu za nguvu za kiza zinatokana na sababu nyingi sana. Na kabla ya yote, hata kama wewe unahisi kama una changamoto kama hiyo, mishipa yako inashindwa kusimama vizuri ya uume, inashindwa kusimama vizuri, au kwa ujumla unashindwa kusimamisha uume wako vizuri, basi cha kwanza ambacho nataka nikushauri, anza kwanza na taratibu za hospitali. Cha muhimu sana, hakikisha kwamba umepita hospitali na wao wamethibitisha kwamba wewe hauna tatizo lolote, labda tu 1 2 3. Yaani kwamba ukaenda kuangalia kule na kwambia mbona iko sawa tu lakini kwa namna moja ama nyingine wewe unajiona kabisa kwamba uperform vizuri. Kwa kama umeenda hospitali ukapata majibu, wakagundua kwamba labda ni changamoto fulani, basi utasaidiwa kule. Lakini kama umeenda hospitali bado haijulikani shida ni nini, basi naomba unitegee sikio lako vizuri sana. Ukosefu wa nguvu za kiume unaweza ukachangiwa na sababu nyingi katika upande wa nguvu za kiza. Na kuna moja kati ya topic ambayo nilizungumzia masuala ya nguo za ndani pia. Mtu anaweza kuchukua nguo ya ndani kwa ajili ya kuweza kufanya kazi mbalimbali, aidha kwa kufunga riski ama kusafirisha riski, kwamba riski ambazo anazifanya zinasafiri zinaenda kwake. Lakini pia
nguo inaweza kutumika hapa katika upande wa nguo za ndani. Nguo ya ndani inaweza kutumika kuweza kukumaliza kabisa nguvu za kiume. Lakini si hilo peke yake, bali pia kama uliwahi labda kukutana na mwanamke na hujui kwa namna moja ama nyingine, maana katika kufanya kile kitendo kuna zile mbegu ambazo zinakuwa zinatoka. Sasa kama mwanamke aliweza kuzichukua aidha kwa kitambaa ama kwa namna yote ambayo anajua yeye, ama katika mpira ambao mlifanya kitendo akaondoka nao, and then baadaye ukaja kujisikia hiyo hali, jua kwamba kuna namna ambayo ilikwenda kutumika zile mbegu zako na kuweza kusababisha tatizo hilo ambalo wewe unalo kwa siku hii ya leo, kwamba unakosa kuimarisha uume wako kutokana na mbegu ambazo zilichukuliwa na mtu aliyechukua aenda kufanya kile ambacho yeye alienda kukifanya kwa kusudi lake yeye mwenyewe. Pengine labda upo katika mahusiano na mtu ambaye labda anataka kukomoa tu, pengine ulishawahi kumfanyia kitu ambacho kilimuumiza moyo wake, ama tu mtu mwingine, unajua wanasema mchawi hana sababu, mwingine anaamua tu, ngoja nimkomeshe huyu mtu, ngoja nifanye kitu fulani, kwa dakika za mwisho anachukua zile manii na kwenda kuzifanyia mchezo, anakufunga kuona kwa huna uwezo wa kusimama kwa namna moja ama nyingine. Aidha labda mwingine anaanza kufanya vile, anataka kwamba ukiwa naye yeye tu kitu ndio kinasoma mnara 4G, lakini kwamba ukienda kwa mtu mwingine hakuna chochote. Umeona? Lakini mtu mwingine anaweza tu akaenda kwa mganga na majina yako tu mawili matatu akakumaliza kule. Aidha mliachana pasipo maelewano mazuri, ama kwa namna moja ama nyingine, pengine labda ulitembea na mke wa mtu ama mpenzi wa mtu, mtu anakufanyia kusudi tu na unakutana na hizo changamoto. Kwa hiyo kuna visababishi vingi vya ukosefu wa nguvu za kiume kwa upande wa sababu za nguvu za kiza. Kuna visababishi vingi sana. Sasa ili kuweza kuepukana hivyo vitu, ama tayari upo kwenye tatizo, ili kuondokana na tatizo hilo, nini ufanye? Ni ngumu sana mimi kuweza kukwambia nini ufanye, kwa sababu mimi si mganga. Kwa ndio maana kuoga na kaa kuweza tu kupeana elimu ambayo mimi napewa, ili wewe pia uweze kufahamu sasa njia gani uweze kuchukua, ama hatua gani uweze kuchukua, ili kuweza kuhakikisha kama mishipa inasimama vizuri, uume wako unafanya kazi pasavyo. Wewe sasa kama unahisi kama una tatizo hilo na unahisi limefanyika kiuchawi, basi waweza kunitafuta na tukajaribu kuangalia namna gani tukasaidia, na mama yupo na anaweza kukusaidia vizuri kabisa, na jambo likakaa vizuri kabisa na ukawa fresh kama ambavyo ilivyokuwa hapo awali. Lakini kuna mwingine labda anaweza kaona kwamba sababu zote hizi, labda kukutana na mtu ama kugombana na mtu, kufanya hivi na vile, labda ni tatizo ambalo lilikuja tu. Mwingine utakuta kutokana na magonjwa, labda anaumwa kisukari na nini, anakutana na hizi changamoto za ukosefu wa nguvu za kiume. Kwa pia mama anazo dawa ambazo zipo katika mfumo wa kuweza kuimarisha mishipa ambayo imeweza kusinyama, kulegea ama kukosa nguvu, na kuweza kuifanya iweze kupata nguvu na afya kama ilivyokuwa hapo awali. Hapa nazungumza hata kama haupo katika kundi la watu kama hao ambao nimeweza kuelezea hapa, labda kuchukuliwa vitu na kwenda kufanywa kwa waganga, au mtu kwenda kwa mganga kutengeneza, ila inatokana hapa kutokana na magonjwa. Inaweza kafanania na swala la kibiolojia, lakini hili ni katika tiba za kiasili zaidi. Kwa kuna dawa pia unaweza kupata na zikakusaidia, na si kukusaidia wakati mmoja. Kuna zile ambazo dawa zipo kwa ajili ya kukusaidia wakati mmoja, ni kwamba unapoperform basi pale matumizi unapoitumia basi muda ule ifanye kazi. Lakini ukitoka pale labda unaweza kukaa siku 2-3 ikapotea. Hizo pia zipo, lakini kuna zile ambazo zinakuwa ni endelevu, na hizo zinakuwa zinachukua takriban kama wiki hivi kawa unazitumia, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu zaidi ambavyo unaweza kutumia ndo zinazidi kwenda kufanya kufungua ile mishipa ambayo ilikuwa iko na uchafu na nini. Kwa hiyo inasafishika na kuwa vizuri, na mtu unarudi katika ubora wako wa kuweza kuperform vyema kabisa katika upande wa tendo na kumfurahisha mwenza wako. Sasa kama kwenye hiki kama bado hujanielewa, kuna sehemu utaniambia either hata kwa comment hapo, ama unaweza kanicheck tukaeleweshana vizuri zaidi,
ama najua mimi mwenyewe naongea kulingana na yale ambayo nayasikia ama napewa maelekezo kutoka kwa mganga mama, na mimi nayabeba na yaleta hapa kwa ajili ya wewe kuweza kuyapata. Kwa namna moja ama nyingine, nadhani katika upande wa nguvu za kiume kwa haraka utakomeza kunielewa. Kama hujanielewa, ruksa kabisa kuweza kunicheki na kuweza kuniuliza nini cha kuweza kufanya. Sasa kitu kingine ni swala la uzazi. Kuna watu ambao wanasumbuka sana na swala la uzazi. Kuna wanawake ambao wanabeba mimba kila kuchao, lakini mimba hazidumu, zinaharibika. Ni kitu ambacho kinatokea watu wengi sana. Kinatokea watu wengi, na sipendi kuzungumzia kwa upande wangu, lakini mimi pia ni mmoja kati ya wahanga ambao nilisha kupitia jambo hilo. Kwa upande wangu mimi na kwa mwanamke ambaye nilikuwa naye, ilikuwa ni changamoto hizo, lakini nashukuru Mwenyezi Mungu mambo yalikuwa yamemalizika sawa. Sasa utakuta mwanamke anabeba ujauzito, unafika miezi 3 unatoka, miezi 2 unatoka, nyingine utakuta mwezi mmoja tunaribika, nyingine utakuta mpaka miezi 6 7 pale, miezi 8, mtu kabisa kiumbe kabisa kimejiunda vizuri kabisa, lakini mimba zinaharibika. Hii ni changamoto kubwa sana ambayo inakumba watu wengi sana, na wengine kutobeba mimba kabisa. Sasa hapa kuna mawili, aidha mwanaume au mwanamke akawa na changamoto. Na changamoto ziko za aina mbili, changamoto za kichawi na changamoto za kidunia. Hapa nazungumzia katika masuala ya biolojia pia, japo huku mimi siwezi kuzungumzia kwa sababu sina elimu sana kuhusiana na biolojia. Lakini katika upande wa changamoto za kichawi nataka nikwambie, anaweza kama mwanamke akawa amefanywa kitu fulani katika uzazi wake. Kwa kila mimba ambayo atakuwa anabeba, basi haiwezi katoboa, haiwezi kafika vile ambavyo inatakiwa, hawezi akaja kuzaliwa mtoto. Anaweza kama mwanaume pia akawa amefungwa kizazi kwa njia hiyo, kwamba kila mimba inayoingia kwa mwanamke yeyote ule, basi lazima mimba hiyo itaharibika. Iwe ni ya mwezi mmoja, wiki, miezi 3, 6, 7, mpaka 8, wengine mpaka anafika miezi 9, na siku anaenda kujifungua mtoto bahati mbaya. Hivyo ni vifungo vya uzazi. Kwa namna moja ama nyingine, katika njia hiyo kuna namna mbili, aidha mwanaume au mwanamke. Sema kujua ndio inakuwa ni shida. Mwanaume anaweza kajiona kabisa kwamba mimi niko sawa, mwanamke anaweza kusema mimi niko sawa, na mnaweza mkaenda hospitali mkapima kabisa afya ya uzazi iko vipi, mpangilio na nini, kila kitu mkaambiwa mbona mko sawa, lakini shida inatoka wapi? Ndio hapo sasa lazima kidogo mpate mtu ambaye anauelewa ili aweze kukusaidia kwa elimu ya kiuchawi katika upande huu, aweze kukueleza vizuri zaidi na aweze kukuelewesha na ukamuelewa. Na kumpata mtu, wapo watu ambao wako wanakusaidia na mambo yanakaa sawa. Na hata mimi kama nikisema ni miongoni mwao, nilikuwa ni miongoni mwa wahanga kama hivyo, lakini dakika za mwisho namshukuru Mwenyezi Mungu mambo yako sawa kabisa. Sasa nadhani hili halina mambo mengi sana kuzungumzia. Kikubwa ni kuweza tu kujiangalia. Yaani kama unahisi na changamoto hiyo, ni swala tu la kujiangalia kwamba sasa hapa nitafute mtu aniangalizie ili nijue shida ni nini. Kama umeenda hospitali hakuna shida, basi inabidi umpate mtu akuangalie ili akwambie shida ni nini na aweze vipi kukusaidia. Kwa hiyo kwa upande wa mama, yeye huo uwezo anao. Kwa hiyo utaangalia kama utahitaji kuweza kuzungumza na mama, basi utazungumza naye ili aweze kukusaidia katika upande wa swala zima la tatizo ama changamoto ya uzazi. Kwa namna nyingine, kwa haraka ni kwa wale ambao wanawake ambao wanakosa hamu ya tendo. Kwa mwanaume naweza tukasema nguvu za kiume, kwa mwanamke naweza kusema nguvu za kike. Yaani kwamba hamu anakuwa anakosa, sababu mwanaume mpaka amesimama vizuri ndio kwamba hawezi akakosa hamu. Lakini kwa mwanamke anaweza akajisikia kama hakuna kitu ambacho kinafanyika, na zaidi anajisikia tu maumivu na mwisho siku kukelekwa na kumuona kama mtu ambaye anafanya naye ni kama tu tunaelewa vizuri yaani kama hakupi thamani yoyote. Sasa hapo pia kuna mambo mazito, aidha mwanamke akawa na jini mahaba au akawa amefungwa kwa namna moja ama nyingine na mtu mwingine fulani bado uliachana naye kwa ugomvi na nini, au mwingine kukomoa tu kwamba kila mwanaume ambaye utakwenda kukutana naye basi ujisikie hovyo. Kwa namna nyingine zinaweza zikatokea katika mfumo huo, lakini mara nyingi wanakuaga ni majini mahaba. Hali ya hewa pia iruhusu. Naomba tu kama kutakuwa na jambo ambalo pengine ungetaka kuweza kufahamu vizuri zaidi, basi ni vyema tukachekiana kupitia namba za simu na mambo yatakuwa poa kabisa. Mimi
Sina sala, nataka niwahi kidogo katika mambo mengine, majukumu mengine, na kama ambavyo mvua inanyesha na tupo sehemu ambayo iko wazi kidogo. Kwa hiyo ni hatari pia kwa vifaa vyetu. Kama nabani pale niambie bwana tukatishe, lakini sio mbaya jamani. Mnaweza mkatucheki kwa namba za ofisi tukajaribu kuangalia namna gani ya kuweza kusaidizana. Mimi sina la ziada na hii ni King Paul TV, the best quality. Yes.